Karibu sana kwa hii channel ya Kuku Farm, channel nzuri kabisa ambayo inakusaidia wewe mfugaji kuweza kujifunza vizuri kabisa kuhusiana na ufugaji wa kuku. Lakini pia hii channel inakupa fursa nzuri kwa wewe ambao una mpango wa kuanza biashara ya ufugaji wa kuku au yule ambaye tayari ana biashara yake ya ufugaji wa kuku, kuweza kujifunza mambo mbalimbali ambayo ataweza kumsaidia yeye kuweza kudhibiti changamoto ambazo huenda zikatokea kwenye ufugaji wake wa kuku au zikaja kutokea kulingana na mazingira ambayo anayatumia kufugia kuku wake. Jina langu naitwa Lembo Kija, ambaye napenda sana biashara ya ufugaji wa kuku. Kupitia hii video ningependa nishare na wewe events au shida ambazo huwa zinatokea baada ya kuwapatia kuku wako aidha vifaranga au kuku wazima. Baada ya kuwapa chanjo huwa kuna changamoto zinatokea. Twende pamoja. Ndugu mfugaji, inawezekana kabisa kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku kuna changamoto ambazo zinatokea kwenye ufugaji wako na unashindwa kuelewa hizi changamoto zimetokea wapi. Lakini kitu cha kufahamu ni kwamba kuna uwezekano mkubwa sana baada ya kuwapatia chanjo kuku wako au vifaranga wakaanza kuonyesha tabia mbalimbali ambazo zinaweza kukutisha au zikakuingiza kwenye wasiwasi wa kwamba inawezekana vifaranga wako wakawa wanapata na changamoto kubwa zaidi. Lakini la kukumbuka tu ni kwamba unapomaliza kuwapatia chanjo kuku wako au vifaranga wako, kuna vitu vinatokea ambavyo vinasababisha vifaranga au kuku wasiwe sawa kulingana na hiyo chanjo ambayo umewapatia. Inawezekana kabisa una vifaranga ambavyo ndio umeshavipatia chanjo mara ya kwanza au ni kuku wakubwa ambao tayari umeshawapatia chanjo za kutosha, lakini kuna baadhi ya muda wakati wa kupatia chanjo unashangaa kuna hali ambayo sio nzuri kwa kuku wako. Inawezekana kuku walikuwa wazima kabisa kabla hujawapatia chanjo, lakini baada ya kuwapatia chanjo kuna baadhi wakawa na ulemavu au kuna baadhi wakashindwa kutembea au kuna wengine wakafa kabisa kutokana na madhara au changamoto ya chanjo ambayo umetumia. Hii hali ni ya kawaida kwa wafugaji ambao wanatoa chanjo kwa kuku wao, na hii inatokana na pale ambapo chanjo ambayo unaitumia kama ikienda kwa kuku akaitumia hiyo chanjo akawa afya yake haijakaa vizuri, kuna uwezekano mkubwa ikamwasili na mwisho wa siku anaweza akafa kabisa. Lakini kama alikuwa vizuri haitamwasili hata kidogo, na inawezekana hizo changamoto zinazotokea kwenye ufugaji wako wa kuku ni zile ambazo zinatokea baada ya kuwapa chanjo kuku wako. Kwa hiyo jambo ambalo unaweza kulifanya ni kwamba usiwape chanjo au usitoe chanjo kwa kuku au kifaranga ambaye kiafya hayupo vizuri. Afadhali uwape chanjo kuku au vifaranga ambao unaamini kabisa kwamba wana afya njema na ni wazima, ili kuepusha changamoto ya uwepo wa ulemavu kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku. Na kosa kubwa ambao wafugaji wanalifanya ni pale ambapo wanaanza kutoa chanjo au wanawapa chanjo kuku wao wakati hao kuku aidha wana mafua au wana changamoto mbalimbali zinazohusiana na masuala mazima ya ugonjwa. Ukifanya hivi kuna uwezekano mkubwa vifaranga au kuku ambao unafuga wakashindwa kuhimili uwezo wa chanjo kufanya kazi na mwisho wa siku wakafa bila changamoto yoyote. Kwa hiyo chanja kuku au vifaranga ambao wana afya njema ili kusudi waweze kukua vizuri bila changamoto yoyote. Kama unasumbuliwa na changamoto kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku, aidha magonjwa au changamoto ya kulea vifaranga, unaweza kuniandikia hapo comment ili kusudi tuweze kusaidizana jinsi gani tuweze kuinua ufugaji wako na mwisho wa siku uweze kufanya ufugaji kwa matokeo makubwa kabisa, ili kusudi uweze kufanya ufugaji ambao utakuletea faida wewe na watu ambao wanakuzunguka. Asante sana, tukutane katika video nyingine.